2, 1. Pongezi zifikie Daktari Hussein Mwinyi kwa mapinduzi haya makubwa katika sekta ya elimu. Hii ni modern school ya kisasa. Kote tulikopita tumeona maabara za kisasa, library ya kisasa, madarasa ya kisasa, mpaka madawati ya kisasa, viti vyake vya kisasa, kila. Serikali itaendelea kuwekeza katika elimu inayojenga umahiri, ujuzi na maadili ili kuandaa vijana wenye uwezo wa kufikiri, kubuni na kufanya kazi kwa vitendo, na si kwa ajili ya mitihani pekee, bali kukabiliana na maisha, soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kwa mazingira yale niliyoyaona, uwezo wa kuandaa vijana wenye sifa hizi sasa upo. Serikali itaendelea na ujenzi wa skuli za kisasa na utekelezaji wa mtaala mpya sambamba na kuimarisha maandalizi ya walimu na mapitio ya mitaala ili elimu bora ilete tija halisi kwa taifa. Na sisi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi Zanzibar tutaendeleza ushirikiano ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yanayopangwa yenye malengo mapana na manufaa mapana kwa wananchi wetu wote yanawezekana. Wananchi, walimu na wanafunzi kwa pamoja tuweke kipaumbele katika kulinda, kutunza na kutumia ipasavyo miundombinu ya elimu iliyowekezwa kwa gharama kubwa, kwani ni mali yenu wenyewe na ni urithi wa vizazi na vizazi vya sasa na vijavyo. Serikali ni mratibu tu, hii ni mali yenu. Wahenga walituasa kitunze kidumu. Serikali imeshafanya jukumu lake. Mheshimiwa Rais ameshatimiza wajibu upande wake. Walimu watatimiza wajibu wao, na sisi upande wa wanafunzi tuliokuwa tumekaa kwenye deski pale tutimize wajibu wetu wa kusoma kwa bidii. Nimeona kauli mbiu ya maadhimisho isemayo amani na umoja ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Inaakisi ukweli wa msingi kwamba maendeleo ya taifa lolote hayawezi kupatikana bila kuwepo kwa amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wake. Kauli mbiu hii inawakumbusha wananchi wote kuwa mafanikio yoyote tunayoyaona leo, ikiwemo uwekezaji mkubwa katika elimu na miundombinu ya kijamii, yamewezekana kwa sababu ya mazingira ya amani tulionayo.